kitabu cha Wafalme. Wewe ambaye umekuja hapa, ujue tu haukuja kwa ibada tu ya kawaida. Haukuja kwa ibada tu ya kawaida. Hallelujah. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 21. Tutaanza hapo, tutasoma kwa kurukaruka kidogo kwa sababu ya muda wetu, lakini naamini ujumbe huo utakufikia. Kichwa cha ujumbe wetu kinasema tazama kwangu. Tazama kwangu. Biblia inasema kwanza mstari wa 21. Na Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, fuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Mstari 25. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja, mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi. Mkaliitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata jioni, wakisema, Baali, utusikie. Lakini hapakuwepo na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza, au ana shughuli, au amesafiri, au labda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe na nyembe, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu, kisha akazipanga zile kuni. Akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, wakayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa ninafanya haya yote kwa neno lako. Usikie Bwana, usikie, ili watu hawa
wajue kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, na ya kuwa wewe wageuza mioyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukayateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Funika macho yako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako, kwa uwezo wako na nguvu yako. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu, na asante Bwana maana u tayari kuyapigania maisha yetu. Mweka kila mmoja mikononi mwako kwa imani ya kwamba Mungu, siku ya leo itakuwa siku ya tofauti katika maisha yake, ikimwombea kila mmoja Bwana kushindwa ukafike mwisho katika maisha yake. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe. Najua tumekuwa na muda mwingi na kitambo cha kuomba, lakini huenda una jambo ambalo unalitazamia, na ni haki yako kutazamia kumwona Mungu katika kila ibada unayoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikwambie kwa neno la Bwana ya kwamba inawezekana kuna mahali ulitanga, inawezekana uliangalia huku na kule na kule na haukuwa na msaada. Inawezekana kabisa kwamba kuna vita ambayo inapiganwa katika maisha yako ambayo huenda haina majibu. Inawezekana kabisa kukawa na shida fulani na jaribu fulani ambalo linaendelea katika maisha yako, lakini nataka nikuambie, haijalishi ulishindwa mara ngapi, lakini Mungu hayuko katika kushindwa huko. Haijalishi unasikia mnyonge kwa kiwango gani, lakini Mungu hakai katika unyonge huu. Haijalishi unajisikia vibaya kwa jinsi gani, lakini Mungu hajisikii vibaya kama unavyojisikia wewe. Haleluya. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana ya kwamba jawabu la kutoka lipo. Jawabu la kutoka lipo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamekuja hapa na wamefunguliwa. Wengi wamekuja wameponywa. Na wewe haukufika mahali hapa kwa bahati mbaya. Ninatazamia kuona maisha ya watu ambao wamekuja mahali hapa kwa kusali, hata kama ni mwezi mmoja tu, maisha yao yanabadilika na wanaanza historia mpya katika maisha yao. Kushindwa kunaondoka katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na mtu, nataka niongee na mtu ambaye anajitambua. Nataka niseme na maisha yao. Kazi mojawapo ya imani ni kukufanya uone vile ambavyo havionekani. Ndio maana ya imani. Imani ikufanye uone kile ambacho kwa macho ya kawaida usingeweza kukiona. Imani ikufanye ujue kile ambacho kwa hali ya kawaida usingeweza kukijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme na wewe, haleluya, ya kwamba mlango wa kutoka katika jaribu upo, na mlango huo utafunguka leo. Mlango huo utafunguka leo. Mlango hilo jaribu litakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Halina uwezo wa kushindana na mamlaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati moja tulikuwa watu wa dini, hata tuliita kama vile wale walimuita Baali. Tulikuwa watu wa dini, tulikuwa tunaomba kwenye liturujia, tunafanya hivyo, lakini kwa kweli ni hewa, hakuna kitu. Hakuna kitu. Ngoja nikwambie, Mungu wa kweli ni yule anayeweza kujifunua, ni yule anayejidhihirisha. Kama Mungu hajifunui, hawezi kuwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haitoshi tu kuwa na akili ya Biblia. Haitoshi tu kuwa na elimu ya dini. Hapana. Lakini lazima kile unachokiomba, kama unaamini, kinajifunua. Kama unaamini, lazima jambo hile lionekane dhahiri, lijifunue katika maisha yako. Haleluya. Na mimi nataka nikwambie, yule anayejifunua katika maisha yako, kwa hakika huyu ndio unayemtumikia. Yule anayejifunua katika maisha yako ndio unayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikwambie, labda umekwama mahali, labda umefika mahali mambo yamekuwa magumu, lakini Mungu wa Elia angaliko mpaka leo. Mungu wa Elia hata hapa yupo. Biblia inasema Elia aliwaambia, haya geukeni huku kwangu.
alipoitengeneza madhabahu akaliitia jina la Bwana, Biblia inasema ulishuka moto. Ulishuka moto. Mungu alijibu na moto ukashuka ukaramba ile sadaka na yale mawe na zile kuni na yale maji ambayo yalizunguka ile sadaka, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Ndipo Sauli akasema, je, yeye aliyeumba masikio asisikie? Je, yeye aliyeumba kinywa asiseme? Mungu ananena, Mungu anasikia. Haleluya! Mungu sio kiziwi. Haleluya! Kwa hiyo ninataka nikwambie, haijalishi umehangaika kwa kiwango gani. Labda pengine ulihangaika sana, ndio maana Bwana amekuleta hapa. Ndio maana uko hapa. Hapa ni Rufaro. Haleluya! Katika yale yasiyowezekana, hapa yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Una kila sababu ya kumtumainia Mungu hapa mahali. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili waweze kukugeukia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ijulikane ya kwamba wewe ndiye Bwana na ya kwamba mimi ni mtumishi wako. Hayo ilikuwa ni maombi ya Elia. Alimwambia Bwana, ulifanye jambo hili kwanza ijulikane kwamba wewe Bwana ndiye Mungu, alafu mimi ni mtumishi wako. Kama Mungu anafunua, anafanya, anatenda muujiza kwa sababu hizo mbili, ili ajulikane ya kwamba yeye ni Mungu na ya kwamba mimi ninamtumikia yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iposa Biblia inasema ya kwamba muaminini Mungu ndipo mtakapodhibitika, alafu waaminini manabii wake ndipo mtakapofanikiwa. Yesu alisema mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kumwamini yule aliyetumwa na Mungu ni mlango wa ushindi na wa baraka na kufunguliwa kwako. Kumwamini yule ambaye Mungu amemtuma juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu ukapata ufahamu huu na Mungu akafungua akili yako. Usichukulie kila jambo ni jambo la kawaida tu. Usione tu ni mambo ya kila siku, ni mambo ya kujirudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninatamani na usi yako iwepo hapa, unajua. Na siku zote nakwambia hapa si mochwari. Amina. Hello. Hebu angalia uso wa jirani yako. Mwambie hapa si mochwari. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni kanisani. Unajua mochwari ndio mahali ambapo kuna miili alafu wenyewe hawapo. Umesikia? Sasa wewe ukiwa na usako haiko hapa, unataka kufanya hapa mochwari. Kwa sababu tunaona tu mwili wako, ila wewe mwenyewe hatukuoni. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mawazo yako yasitange mbali na Mungu? Mbona akili yako isihame ipelekwe sehemu nyingine? Bwana Yesu asifiwe. Tutaitoa hata ikiwa kwenye mashimo. Tutaifungua itoke huko. Tutaifungua itoke huko. Haleluya. Kuna mtu ambaye maisha yako ni kama ameondokeshewa laana fulani. Yaani kila hata kipato unachokipata lazima jaribu litokee ili ile fedha itoke. Ili hiyo hela itoke. Yaani hata ikiingia hela lazima kufunguke mlango wa kuitoa. Ama ni ugonjwa au ni shida au ni jaribu fulani. Hiyo ni roho. Nataka nikwambie hiyo ni roho. Hiyo ni roho. Na leo ninakutangazia unaweza ukaishi ukawa na amani na ukawa na fedha ikakaa. Yako maroho ya umaskini ambaye anatembea katika maisha ya watu. Hata hakuna kitu anafanya. Akipata hela hata kama alikuwa anakula sahani moja ya chakula na shiba, akipata hela itabidi ale 3. Ile moja haitatosha tena. Ni mpaka asiwe 3 ndio atashiba. Ili mradi ile hela isikae. Bwana Yesu asifiwe. Viko vita ambavyo vinapigana katika maisha yako. Watu wanashambulia maisha yako. Watu wanajaribu kufunga maisha yako isifanikiwe. Na nataka nikwambie Bwana yuko akutoe hapo mahali. Haleluya, haleluya. Na kadiri ambavyo msumari unavyong'ang'ania katika mbao, na ndivyo seremala anavyoongeza nyundo na kuongeza nguvu. Utatoka tu hatimaye. Nasema utatoka tu hatimaye. Maadamu hiyo roho hapo si mahali pake, hiyo roho itatoka. Hiyo roho itatoka. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna mtu anachukiwa katika familia, hata hakuna mtu anamtaka. Kuna vita vikubwa sana vinaendelea kwa huyo mtu, na hali ya roho za kukataliwa, wanapingana naye sana, wana vita vikubwa sana. Kuna mtu analazimishwa sana kuolewa na mtu, na huyu mtu amejaribu kuroga maisha huyu mtu ili asifanikiwe, akifikiri kwamba akiwa mhitaji wa fedha huyu msichana atamgeukia, atamtafuta yeye. Na huyo binti, huyo kijana ni mwanaume wa ile imani nyingine kule, anataka amuoe, lakini anatumia nguvu za giza kumfunga ili awe katika hali ya taabu, awe katika hali ya dhiki, ili atumie huo mlango kumshika na kumchukua kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kupata njia rahisi ya kumwoa, na anafanya hivyo kwa hila, kwa sababu hata kama atamuoa hataishi naye kwa kitambo, atafika mahali pa kumwacha, na kwa sababu wao wana uhuru huo, wanafikiri anaweza kautumia ili aharibu maisha huyu mtu. Lakini nataka nikwambie kwa neno la Bwana, hatafanikiwa. Huo mpango hauwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mahali ameenda kwa mganga mmoja wa kienyeji, lakini hawezi kufanikiwa. Haleluya. Hawezi kufanikiwa. Na huwa wananihesabu mimi kuwa ni adui yao, na mimi ni adui wa kila mchawi. Mimi ni adui wa kila mganga, ni adui wa kila jini. Mimi sipatani na wajini, sipatani nao waganga, sipatani nao wachawi, sipatani nao. Hata wakija ndani ya kanisa huwa hatupatani. Hata watu wananisikiliza na ubiri huwa hatupatani. Lazima tu mambo yasiwe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi, na mimi niko hapa kwa ajili ya kuzivunja, kuharibu makao ya majoka na mashetani na milango ya giza katika maisha yao, kuharibu makao yao, kuharibu. Biblia inasema hakuna amani kwa wabaya, asema Bwana. Kwa wabaya, watu wanayeroga maisha yako. Una maswali mengi, kwa nini sijafanikiwa mpaka leo? Inawezekana ungekuwa umeshafanikiwa, inawezekana, lakini kuna roho zinajaribu kupigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanajaribu kushindana na maisha yako. Kuna watu ambao wanajaribu kukuzuia usifike mahali ambapo Mungu amekusudia ufike. Haleluya. Lakini na mimi nataka kukuambia kwa neno la Bwana ya kwamba hapo mahali, hii ni saa ya kukutoa hapo, kupeleka mahali kwenye mafanikio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho ya magonjwa ambayo imeng'ang'ania kwenye maisha yako, kwenye familia, haitoki. Leo itatoka tu. Itatoka. Na nataka nikwambie kwa ibada hii utaweka historia. Ukitoka hapa hutakuwa mtu yule. Kitoka hapa leo hautakuwa mtu yule. Tutalazimisha mapepo na hiyo mamlaka ya giza kuja chini ya nyayo za miguu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee na watu ambao wanatamani kushinda wao juu ya adui zao. Ile roho ya kutembea umeinama iishe leo. Usitembee na haya ya uso. Usitembee kama kwamba ni mtu ambaye hana Mungu. Haleluya. Lazima Mungu akupe neema, ukawe na ujasiri leo, ukawe na nguvu leo, na ninatabiri mema juu yako. Haleluya. Ninatabiri ushindi juu yako. Haleluya. Yule Mungu wao ni Mungu bali hawezi kujibu hata wakimuita. Nimesema hivi, Mungu wao hata wakimuita hawezi kujibu. Hata wangejikata kwa mawe, hata wangejichanja kwa nyembe, lakini huyo Mungu hatajibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Bwana peke yake ndiye Mungu anayeweza kujibu maisha ya mtu. Haleluya. Zingatia sana ile nakwambia. Ile kazi ambayo Mungu amefanya hapa, anakusaidia wewe usiamini uamini. Haleluya.
Ili ujue hapa kuna nguvu ya Mungu, si mahali pa kawaida. Ujue hapa mahali si pa kawaida. Pana nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kuna neema ya Mungu inatembea hapa. Halo. Ninatamani nione mtu ana uso wa kuchangamka. Mungu akubariki sana. Natamani nione mtu ana uso wa kuchangamka. Bwana kama umesinyaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu njoo wewe. Amboje. Una vita kubwa sana ya imani. Na vita kubwa mno ya imani. Wajaribu sana kushinda katika mambo yako ya kimungu. Wanapigana na wewe sana. Hata hao unadhani wamekufa kwamba wapo. Hata hao ambao unadhani kwamba wamekwisha kufa hawapo. Kama hautasimama, wakikushinda utawatumikia. Maana wanawaza sana urudi kijijini, maisha ya kushinde. Na hapo wewe uliko unajua hali ulionayo. Simama hapo. Unajua tu vita ambayo inapigana kwenye maisha yako, unafahamu. Lazima ukubali kufunguka. Lazima ukubali kuachia. Lazima ukubali kutoka. Lazima ukubali kutoka. Njoo. Niombe na wewe. Huyo alikaida hawezi kukuoa wala afanikiwe. Usiku wa juzi alituma majini kwako. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ana uwezo wa kukushinda. Hayo majini hayata kushinda. Hayo majini ambayo aliyatuma hayawezi kukushinda. Hayawezi kukushinda. Fanya hivi. Kujua kuna roho zilikuwa zinaishi. Kujua yote. Ndio zimepigana na wewe. Kini ugomba hautakuwa wewe tena. Funika macho yako. Bwana Yesu, ugomba na kila roho yaliyojenga ngome yao hayatakaa ndani yake. Hayatakaa ndani yake. Ninafungua hicho kifungo. Na huo mnyororo ninaukata. Wala dhihaka yote haitakuwepo katika maisha yake. Wala dhihaka yoyote haitakuwepo katika maisha yake. Haitakuwepo katika maisha yake. Ninamfungua na kumweka huru katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninaomba neema juu na usi. Neema juu na usi. Neema juu na usi. Kwa jina la Yesu, neema juu na usi. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila pepo ikamwachie. Pepo ikamwachie. Asante Bwana. Wewe alikuja na nani? Alikuwa na shida gani huyu?
Tumuuliza ongee. Haongei. Sasa katoka hapa kwenye maombi, namwambia Bwana Yesu asifiwe, akasema amina. Unaweza kuongea? Akasema ndio. Alikuja aongee kabisa. Mlimtoa shuleni? Alitoka shuleni, sasa alikuwa nimempata. Sasa tukafikiria labda ni mgonjwa, lakini sio kwamba ugonjwa wa kawaida wa malaria au nini. Tunamuuliza na shida gani, hawezi kuongea. Mimi dada yake nilikuwa mbali naye, kuja namwambia dada, nimekuja ongea na mimi. Anatamani kuongea lakini hawezi kuongea. Hawezi, yani anajua kuna kitu kama kimekaba hapa. Sasa baada ya maombi hapa akavuka, kaja hapa mbele, arudi, naona sasa hivi anaongea. Anaitwa nani? Okay. Unajisikiaje sasa? Vizuri. Ulikuja hapa kama alikuwa anaonekana yuko vibaya sana. Kwa kama yuko vibaya mno. Una amani? Una amani sasa? Una amani? Una amani? Kidogo. Kidogo. Unasikia hofu? Unasikia woga? Nitakuombea huo woga utaisha. Unasikia? Utafunguka. Amina. Hebu simame tu hapo. Kama alikuwa aongei na sasa anaongea, hiyo hofu itatoka. Amepata mitikisiko kidogo, sasa anaweza akawa anaogopa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hofu haiwezi kushinda. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi. Nilijua tu hawezi kutoka hapa akiwa vile. Hawezi. Kuna mmoja walimletaga kwenye bajaji, hata walisema amekufa. Unakumbuka huyo mtu? Aliletwa na akawa amelazwa hapo nyuma, hata kila mtu alijua amekufa. Walimfunika tu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alitoka hapa akiwa hai na mzima. Akaenda akajifungua na mtoto. Haleluya. Huyo mtu walikuwa wamemtoa kwa mganga mmoja wa kienyeji. Aliumwa, wakaenda wakahangaika naye, wakampeleka kwa mganga mmoja, wakafika huko wakashindwa. Walipoona mambo ni magumu na amefikia mwisho, wakamleta huko kanisani. Haleluya. Lakini Yesu huwa haibikaji. Amen. Haleluya. Alifunguka na akawa mzima. Kwa hiyo ikusaidie na wewe. Amina. Nimekuambia hapa si mahali pa kawaida. Ikusaidie na wewe kuamini. Hebu na wewe fika mahali pa kuamini. Haleluya. Kwa binti alivyokuja, hata ungemwangalia ungeshtuka. Ungewaza ni nini namsumbua. Lakini kumbe ni shetani, ni adui tu amefunga maisha yake. Ni roho tu inapigana maisha yake. Lakini naamini ataenda mpaka na chuo kikuu, ataenda. Na hiyo shida hautaiona tena. Hautataka uione tena kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimewaombea wengi walikuwa na vita kwenye elimu. Walikuwa na vita vikubwa kwenye elimu yao, na Mungu akawafungua. Naamini na yeye atafunguka kabisa, atakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, na mkono wako mbinguni. Bwana Yesu, ninaiombea na usi sasa juu ya roho ya hofu. Haya, mwachie pepo ya hofu. Toka ndani yake. Roho ya hofu. Mwachie. Umwachie. Haya, mwachie pepo ya hofu. Pepo uliokaa ndani yake, toka. Uende kuzimu na akawe huru. Kwa jina la Yesu, kuanzia sasa hata ogopa tena. Kwa jina la Yesu kusema. Kwa mamlaka ya jina la Yesu kusema na Mungu leo. Ninaondoa kila giza mbele yake. Kila giza mbele yake. Kila giza mbele yake. Kila giza mbele yake. Na achilia damu ya Yesu juu yake. Kwa jina la Yesu kusema na Mungu. Amen. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Yako ndume wako usimkatie tamaa, sawa?
hata usichoke. Kwa nini nataka kata tamaa juu yake? Kwa nini nataka kata tamaa juu yake? Usikate tamaa. Sawa? Usikate tamaa. Hakuna jambo lolote ambalo Mungu haliwezi. Bwana Yesu, ninaachilia neema yako juu ya maisha yake, na juu ya familia yake, na juu ya mume wake. Achilia neema yako juu yake, akaone mema, akaone mema. Ile roho ya ulevi, pepo ya ulevi inasumbua huyo baba, pepo ya ulevi ambayo inasumbua huyo baba, iondoke ndani ya nafsi, iondoke juu ya maisha yake, iondoke juu ya maisha ya mume wake. Kila shida, kila majaribu ya kifamilia, kila majaribu ya kifamilia ninayaondoa, ninayahamisha, ninayaondoa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Hallelujah. Nataka niombe na wewe juu ile shida uko nayo. Nataka niombe na wewe. Labda huenda nisipate muda wa kutembea kugusa kila mmoja, lakini mkono wa Mungu utagusa maisha yako leo. Mkono wa Mungu utagusa maisha yako leo. Hebu simama mahali ulipo. Simama tu mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Nataka uinue mkono wako mbinguni. Na mkono huo ulioinua ni kwa ishara ya kuelekea ile jaribu ambalo unakabiliana nalo. Ikiwa ni la elimu, ikiwa la afya, ikiwa la fedha, ikiwa la kiuchumi. Huo mkono ulioinua ni ishara ya kwamba unaenda kulikabili lile jaribu. Huo mkono unaelekea ama kwa mume, ama kwa mke, ama kwenye familia, au mahali fulani, au mahali fulani ambako vita yanapigana. Mkono huu ulioinua juu mbinguni unaelekea hapo mahali. Unaelekea hapo mahali. Na hivi tunaenda kuamrisha mambo yabadilike hapo mahali ambako kuna hiyo shida. Na ukiondoka hapa, ukitoka katika ibada hii, utapata taarifa ya kwamba hiyo imetendeka. Hiyo itakuwa imetendeka. Nyosha tu mkono wako. Tayari Bwana anaanza kufanya kazi. Nyosha tu mkono wako. Hata hao wengine wanaanguka usiangalie. Nyosha tu mkono wako. Wa mkono unaelekea mahali ambako ngome, mahali ambako adui aliweka ngome, aliweka kambi, mahali ambako Lucifero ndio anakufanyia kazi kuharibu maisha yako, mahali ambako mchawi anayekuroga ndiko anakokaa. Huo mkono ulionyosha, huo mkono ulionyosha, huo mkono ulionyosha, huo mkono ulionyosha. Wale wahudumu waangalie sana hao watu. Huo mkono ulionyosha, endelea tu kunyosha mkono wako. Kama unaona mkono unakuwa mzito, unajua kuna shida, nyosha kwa nguvu. Nyosha kwa nguvu. Huo mkono utakuwa silaha ya Bwana. Utakuwa silaha ya Bwana. Utapiga kila kilichoinuka. Utapiga kila ngome. Nyosha tu mkono wako. Nyosha mkono wako. Kwenye mkono wako utatoka moto. Utatoka moto, utashuka kama dhoruba. Hapo mahali kung'oa hilo jaribu, kulikatilia mbali. Kulikatilia mbali. Kulikatilia mbali. Nyosha tu mkono wako. Ikiwa ni kwenye biashara yako kuna hali mbaya, nyosha tu mkono wako. 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 Endelea kunyosha, endelea kunyosha. Endelea kunyosha mkono wako. Nyosha tu, nyosha tu. Nyosha tu. Ikiwa unaona una ufahamu wako timamu, nyosha tu mkono. Nyosha tu mkono, huyo mshike. Nyosha tu mkono, nyosha tu mkono. Kuna roho inapigwa mahali, nyosha mkono. Endelea kunyosha mkono, nyosha mkono. Huo mkono unaelekea kwenye hiyo ngome. Unaelekea kwenye hiyo ngome. Unaelekea kwenye hiyo ngome. Moto unawashwa. Moto unawaka, moto unashuka. Moto unashuka. Lile andiko linalosema juu ya moto wa Elia. Moto ukashuka. Moto ukashuka. Moto ukashuka. Hiyo roho inapigwa. Hiyo roho inapigwa leo. Inapigwa leo. Hata kama ni kijijini mbali, hata kama ni kwenye bahari, hata kama ni katikati ya bahari, hata kama ni nyumbani kwenu ulitoka zamani, hata kama ni miaka ya nyuma ukiwa primary, uko zamani, uko zamani, uko zamani, mahali popote, hata kama ni mume wako wa zamani, kwa jina la Yesu anataka nyosha mkono wako. Uko anakoishi hata kama ni nchi nyingine,
kama ni nchi nyingine, anakoishi huyo mtu, anakoishi huyo mtu, anakokaa huyo mtu na mwanamke, nyosha mkono kuelekea huko. Iwe ni Zambia, iwe ni Zimbabwe, iwe ni Botswana, nyosha mkono kuelekea huko. Kwa jina la Yesu moto unawaka. Kwa jina la Yesu kila kifungo alichokufunga leo kinaisha. Piga kelele, sema Bwana Yesu. Sema kwa kumaanisha, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, pale mahali walipo watesi wangu ukashuke moto. Huo ni moto, hata kuwa na uwezo kustahimili. Huo ni moto kwa jina la yale maroho ya uchawi yanayojaribu kupigana maisha yako. Leo ndio mwisho wao. Tunawaapiza kwa Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Kila shida, kila jaribu, kila dhiki leo inamoka. Leo inamoka. Wanayepambana na mikono yako isiyo na fedha, wanayepambana na mikono yako isiyo na fedha, wanayepigana usio na kazi ya kufanya, na kamata hiyo roho, na kamata uwezo wako, na kamata nguvu yao, wanayekula mtaji wa biashara yako, na kamata hiyo roho, na kamata uovu wao, kamata uovu wao. Moto kwa jina la Yesu. Ile mizimu walioweka kitanda juu ya makaburi ya zamani, wanalala ndani ya nyumba lakini chini ni kaburi. Yuko ndani ya nyumba lakini chini ni kaburi. Napeleka moto juu ya hiyo kaburi. Yale makaburi ya zamani yaliyo chini ya vitanda vyao, yaliyo kwenye vyumba vyao vya kulala, zile nyumba walizojenga juu ya makaburi, inabomoa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu ninabomoa kila nguvu yao. Kila nguvu yao naibomoa. Ninachoma kila nguvu yao. Haitakaa hapo mahali, haitakaa kwenye maisha yake. Kwa jina la haitakaa. Kwa jina la nyosha tu mikono. Yako kwa jina la nyosha tu mikono yako. Hiyo roho itakuachia. Hiyo roho itakuachia. Kwa jina la Yesu, roho ya kufungwa na mwanaume basi na kuolewa kwa jina la Yesu. Wewe pepo uliyofunga huyo binti, wewe roho uliyofunga huyo binti kwa jina la Yesu, kwa sababu na Mungu alihi. Nyosha mikono yako, piga kelele, sema Bwana Yesu. Ninaita moto juu yao. Kila mchawi aliyekuroga leo ni mwisho wake. Kila mganga aliyekuroga leo ni mwisho wake. Piga hizo roho kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako. Elekea tu pale mahali. Kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Weka Bwana ukaje juu yako. Ngoja Bwana ije juu yako. Ndio. Lazima utoke hapo kwenye ule mti. Kwenye huo mti walikokuweka. Wewe ulioko chini ya huo mti. Chini ya mti walikokuweka kwenye mti. Kwa jina la Yesu, wale wote wanaekuroga hawatakuroga. Piga kelele, sema Bwana Yesu. Kila roho ya laana, roho ya balaa, roho ya mikosi, roho ya kisirani, ninaikataa
ninaikataa, 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 naikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Choma, 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 moto, 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 kwa jina la Yesu. Naona kanga inararuka, 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 kwa jina la Yesu inararuka, kwa jina la Yesu inararuka. Bibi anaachia, bibi anaachia, anaachia maisha yako, anaachia. Uchawi unaondoka, uchawi unaondoka, uchawi unaondoka, uchawi unaondoka, uganga unaondoka, 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 unaondoka kwa jina la Yesu, unaondoka, 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 unaondoka. Hao nyoka tunawachoma, hao nyoka tunawachoma. Ndio kila kifungo, kila kifungo nyie mliomwendea kwa mganga kule Bagamoyo, kwa jina la Yesu, yule mwenye luka jirani yako, yule mwenye luka jirani yako, yule mwenye luka jirani yake, kwa jina la Yesu ninabomoa kila nguvu yako, ninaharibu kila nguvu yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaiharibu hiyo nguvu, naiharibu hiyo roho ya kushindwa. Bwana Yesu, nafungua milango ya kushinda, milango ya kufanikiwa, milango ya kufanikiwa, milango ya kufanikiwa. Naachilia neema Mungu, 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 naachilia uwezo wa Bwana, naachilia neema Mungu, naachilia neema Mungu. Inatangaza nguvu ya Kristo juu yake, inatangaza nguvu yake, ninatangaza nguvu yake, ninatangaza nguvu yake, ninatangaza nguvu yake. Kila mamlaka ya adui inaibomoa, kila mamlaka ya adui inaibomoa, kila mamlaka ya adui inaibomoa, kila mahali likoshika la bomoa, ninaharibu kila nguvu yao, naharibu kila nguvu yao, naharibu kila nguvu yao kwa jina la Yesu, ninaharibu kwa jina la Yesu, ninaharibu kwa jina la Yesu, ninaharibu, ninaharibu, ninaharibu ile mamlaka yao, ninaharibu kila nguvu yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Mungu. Wewe funika tu macho yako, hata usijali, usiogope, usiogope. Kila roho ya balaa na kila roho ya mkosi, utatoka hapa leo umewekwa huru kabisa, utatoka hapa umeshinda kabisa, utoke hapa umeachiwa kabisa. Kila roho ya kutangatanga kutokutu, kila roho ya kukosa utulivu, ile hali ya kukosa utulivu, ile hali ya kukosa utulivu kwa jina la Yesu, ile hali ya kukosa utulivu kwa jina la Yesu. Kila maroho ya kukataliwa, maroho ya kukataliwa, achia maisha yako haya, mwachieni, mwachieni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa sababu na Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Piga kelele, sema Bwana Yesu, sema tena Bwana Yesu, naliita jina lako, naliita jina lako kwenye majaribu yangu, naliita jina lako kwenye majaribu yangu, naliita jina lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, naliita jina lako Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa nguvu yako, asante Bwana kwa uzima wako, katika jina la Yesu. Kusema Mungu aliye hai, funika tu macho yako. Kuna kazi inaendelea rohoni, kuna kazi inaendelea rohoni. Bwana anafungulia milango ya baraka na neema na ushindi. Leo ninafungua milango yake ya baraka, milango ya baraka, milango ya neema na milango ya ushindi. Naifungua macho yake yakaone leo, leo macho yakaone, 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 macho yake yakaone baraka,
macho yakaone baraka, yakaone uzima, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mkono wa Bwana uwe juu yako sasa, kukutendea yaliyo mema. Mkono wa Bwana uwe juu yako, mkono wa Bwana uwe juu yako, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa inua tu mikono yako mbinguni, sema Bwana Yesu, sema tena Bwana Yesu, neema yako iko juu yangu leo, iko juu yangu leo, ukata minyororo yote na vifungo vyote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako juu ya maisha, juu ya maisha, kwa jina la Yesu. Roho yoyote iliyoagiza ikaniachie, 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 na kila balaa na kila kisirani ikaniachie. Roho ya uchawi ikaniachie, roho ya uchawi ikaniachie, kwa jina la Yesu, ikaniachie, kwa jina la Yesu, ikaniachie, kwa jina la Yesu. Kamata kila majini, kila mapepo, toka, 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 moto, 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 kwa jina la Yesu. Macho yako hayataona mabaya tena, utaona mema, utaona mema, utaona mema. Sasa nataka niombe baraka, nataka niombe baraka, na kila mmoja uwe tayari kupokea neema Mungu. Kwa hakika hauko hapa kupoteza muda, hauko hapa kupoteza muda. Amini, amini, hauko hapa kupoteza muda. Leo itakuwa ni siku ya tofauti sana kwako. Leo itakuwa ni siku ya tofauti sana kwako, siku ya tofauti mno kwako, ambapo kuna jambo jipya litazaliwa katika maisha yako na litakujengea imani na nguvu. Kuna jambo jipya kabisa litazaliwa kwenye maisha yako, litakujengea imani na nguvu ya kiroho. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu, ninaomba neema yako juu ya watoto wako hao ambao Bwana wamekuja katika nyumba hii. Wanahitaji mkono wako, wanahitaji uwezo wako, wanahitaji nguvu yako, wanahitaji miujiza yako. Wale malaika watendao katikati yetu wakaende juu ya watu hao, wakaende juu ya watu hao, na maisha yao yakaguswe na nguvu yako na uwezo wako. Bwana, ninayabariki maisha yao, ninabariki kuingia kwao, ninabariki kutoka kwao. Ninanena mema kinyume cha yale mabaya yaliyonenwa na maadui zao, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatamka kushinda na kufanikiwa katika maisha yao. Bwana Yesu, ninamwombea kila mmoja, mwanamke na mwanaume, ninamwombea kila mmoja, binti, kijana, ninamwombea kila mmoja. Ninaachilia neema yako Bwana ya kutoka, neema yako ya kushinda katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mbaraka wako kwa ajili ya maisha yao Bwana. Wabariki waingiapo na watokapo, na kila mmoja akaone muujiza anapoondoka kwenye ibada hii. Kila mmoja akaone muujiza mbele yake anapoondoka katika ibada hii. Kila mmoja akashuhudia jambo lisilo la kawaida katika maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Iko neema ya kushinda juu yako sasa. Uko mkono wa Mungu wenye nguvu, uko mkono wa Mungu wenye nguvu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mkono wa Mungu wenye nguvu, mkono wa Mungu wenye nguvu unaondoa kila aina ya kuchelewa kupokea baraka. Ile roho ya kuchelewa kupata mema inabomolewa, inabomolewa. Ile roho ya kuchelewa kumfanya awe wa mwisho kupokea, kumfanya awe wa mwisho, awe wa nyuma katika kupokea baraka, inabomolewa hiyo roho. Hiyo roho inabomolewa, inabomolewa, inabomolewa. Na kwa sababu inapigwa ndani yako, itapigwa juu ya kila mtu, itapigwa juu ya kila mtu, itapigwa juu ya kila mtu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, ninaambatanisha mikono yangu na mikono ya watu hawa sasa.
ili kuondoa kila laana ya kipato katika maisha yao. Milango ya fedha ikafunguke, milango ya baraka ikafunguke, milango ya kupokea ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ifunguke milango ya neema, ifunguke juu yao, milango ya neema ifunguke juu yao, ikafunguke juu yao, ikafunguke juu yao kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mkono wa baraka uende juu kila mmoja sasa. Mungu akufungulie mlango, akupe kushinda, akupe kushinda, akupe kushinda. Funika macho. Ninaonyesha juu ya dada moja ambaye ana wasiwasi sana. Kwa nini una mashaka? Kwa nini una mashaka? Unasikia hofu kwamba hiyo shida haitaondoka. Itaondoka. Hiyo ni pepo inakuhadaa. Hiyo shida itaondoka. Hiyo shida itaondoka. Unajisikia kwamba hiyo shida ni kubwa na haitaondoka. Itaisha. Itaisha. Amini. Amini, hiyo shida itaisha, itamoka, itakuachia. Itaondoka kwenye maisha yako. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Yule kuku anayedonoa katika viganja vya mikono yao, roho kuku aliyetumwa anadonoa kila kinachoingia kwenye hiyo mikono, kila kinachoishika kwenye mikono anadonoa. Hiyo pepo inaondoka. Inaondoka. Hiyo pepo inaondoka. Hiyo pepo inaondoka, inakuachia. Vitakavyokaa kwenye mikono yako vitabaki salama. Vitabaki salama. Vitabaki salama. Vilivyo kwenye mikono yako vitabaki salama. Vitabaki salama. Vitabaki. Huyo kuku anayedonoa, huyo kuku aliyetumwa anadonoa kwa jina la Yesu. Hata donoa tena kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo hakuna atakaye kula maisha yako. Hakuna atakaye kula maisha yako. Weka mikono yako kwenye moyo. Weka mikono kwenye moyo wako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya maisha ya watu. Asante Bwana kwa ajili ya maisha ya watu. Asante Bwana. Nataka uamini. Nataka uamini. Amini. Amini. Kuna mtu alikuja, alikuwa na wazo la kumwona mchungaji. Sasa naona hiyo nafsi yake. Naona hiyo nafsi inahangaika kwa ajili ya jambo hilo. Nikana kwamba anaona hajanifikia, hajaniona. Hiyo shida haiwezi kuondoka. Hiyo shida inaondoka. Hilo jaribu linaondoka. Maadamu nimekuona uso wako, hiyo shida itaondoka. Hilo jaribu litaondoka. Litaondoka. Hiyo dhiki unayopitia haitakuwepo. Haitakuwepo. Asante Bwana. Kwenye mguu wa mtu, mguu wa mtu, mguu wa kushoto, mguu wa kushoto, kama roho iliwekwa hapo na mguu wa kushoto. Roho inapambana na maisha yake, inakaa kwenye huo mguu, inakaa kwenye huo mguu wake. Naona najua mguu wako sawa sana. Najua mguu wako sawa. Hiyo roho inaondoka. Roho inaondoka. Hiyo roho inaondoka kwenye huo mguu. Inatoka. Ni silaha zao walikuwa wameweka kama silaha zao. Wakaweka silaha kwenye huo mguu. Kaweka silaha kwenye huo mguu. Hiyo inatoka. Inatoka, inaachia huo mguu.
kijana wa kiume ambaye anayumba sana kwenye imani, anatamani kusimama na Mungu, lakini anasa za dunia, hali ya dunia inamtikisa, inamsumbua sana, hawezi kumaintain hali yake ya imani. Nataka nikwambie, Mungu yuko tayari kukupa nguvu ya kusimama, maana kuna huduma katika maisha yako. Usikubali kuharibu, usikubali kuipoteza, usikubali kuipoteza. Ninaomba maombi ya familia, naomba juu ya familia yako, watoto wako, nyumba yako na wote wanaokaa nyumbani mwako. Naomba juu ya hiyo familia, naomba mkono wa Mungu wenye nguvu ukaende juu ya familia. Bwana, ulinipa neema nikawagusa wengi wakapona, nikawagusa wengi wakafanikiwa. Naomba juu ya familia hii na juu ya watoto na juu ya watu wote wanaokaa katika familia hii. Bwana Mungu, ukatende muujiza, akakumbuke maombi ya leo, akakumbuke maombi ya leo. Tenda muujiza katika maisha yake, tenda muujiza katika maisha yake. Baraka ya Mungu ikaende juu yake sasa. Unapoondoka mahali hapa Bwana, unapoondoka na kurudi nyumbani kwao, nuru yako ikamulike maisha yao, taa yako ikawake katika maisha yao. Giza likaondoke, giza likaondoke, milango yote ya maadui ikazibwe, na neema yako Bwana ikatembee juu ya kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante Bwana kwa maajabu yako, na asante kwa mkono wako, na asante kwa uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninaomba na kuamini.